Kwa majina naitwa Daktari John Mosoka. Nitumie nafasi hii kwanza kuwakaribisha sana katika mada yetu nzuri tuliyoiandaa kwa siku ya leo. Mada yetu inaenda kugusia juu ya swala zima la changamoto za afya ya akili. Tunafahamu kwamba watu wengi wanakuwa wanasumbuliwa na changamoto za afya ya akili, lakini tumekuwa tunatofautiana kati ya mtu mmoja na mwingine juu ya changamoto ya afya ya akili inayomkabili. Nipenda kusema pia katika mada yetu nzuri tuliyoandalia kwa siku ya leo ambayo inahusiana na changamoto za afya ya akili, ikiwa ni mwendelezo wa mada nyingi tutakazoendelea kuzisikia mahali hapa juu ya swala zima la afya ya akili. Mada yetu ya leo itagusia kwamba moja, visababishi, vitu gani vinasababisha watu wengi tunaona wanakuwa na changamoto za afya ya akili, lakini pia namna ya kutatua changamoto hizo, matibabu na namna ya kujiepusha kutopata changamoto za afya ya akili. Tunaposema changamoto ya afya ya akili, ndugu wasikilizaji, naomba mpende kufahamu kwamba kati ya mtu mmoja mnayemwona, ndani ya watu 7 hadi 8, mmoja wao anakuwa na changamoto ya afya ya akili. Na katika makadirio ya dunia kwamba tukiangalia sasa hivi dunia ina jumla ya watu zaidi ya bilioni 8, lakini kati ya watu bilioni 8, watu bilioni 1 wanasumbuliwa na changamoto ya afya ya akili, ambao ni sawa na wastani wa 15% ya watu kuwa na changamoto za afya ya akili. Nini kinasababisha watu kupata changamoto za afya ya akili? Cha kwanza ni nini ambacho tunakitumia kila siku, na moja ya vitu tutakavyoenda kuviona ni visababishi vikuu. Changamoto kubwa kabisa tunaenda kuiona ni wale watu wanaotumia pia madawa ya kulevya. Matumizi ya madawa ya kulevya sasa hivi duniani watu wengi wamekuwa wakitumia, na wengine wameenda kuingia kwenye changamoto ya afya ya akili. Lakini pia matumizi ya pombe kupita kiasi. Watu wanatumia pombe za aina mbalimbali, wanachanganya pombe nyingi, mwisho wa siku wanavuruga mifumo mizima ya ufahamu na wanaingia kwenye changamoto za afya ya akili. Lakini kingine pia ni athari za mazingira. Watu katika ukuaji kuanzia utotoni, amekuwa katika mazingira gani kuanzia kuzaliwa, watu wanaingia katika changamoto pia za afya ya akili. Lakini kingine, kisababishi kingine ni pamoja na matumizi au kuwa na ugonjwa wa muda mrefu. Kuna watu wamekuwa na magonjwa ya muda mrefu ambaye yamesumbua pia katika mfumo wa ubongo, wameenda kuingia kwenye changamoto za afya ya akili. Lakini pia ndugu wasikilizaji, kwa siku ya leo pia tupende fahamu pia hata umri. Mtu anapokuwa ameenda umri zaidi kuanzia miaka 60 na kuendelea, tumeanza kuona baadhi ya watu wanaanza kupoteza kumbukumbu. Ni moja visababishi vya changamoto za afya ya akili. Ndugu wapenzi wa watazamaji, tunaweza tukaangalia kwa kifupi zaidi pia madhara ambayo anaweza mtu akayapata, au dalili ambazo unaweza ukaziona kwake kwamba huyu mtu ukimuona ujue ana changamoto ya afya ya akili. Moja dalili ambayo ukiiona kwako ukagundua kwamba una changamoto ya afya ya akili au kaiona kwa mtu, cha kwanza pia ni kupoteza kumbukumbu. Unakuwa na usahaulifu wa baadhi ya vitu, ukumbuki baadhi ya vitu. Ulifanya jambo jana, lakini ukija kuulizwa leo unakuwa umeanza kusahau. Lakini umri unaotoa wastani, ujue pia kuna changamoto katika mfumo wako wa akili. Lakini kingine pia ni kuwa na ugonjwa wa muda mrefu. Wale watu ambao wanakuwa na changamoto za kiafya za muda mrefu, ni rahisi sana pia kuingia kwenye changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo ukiwa na changamoto yoyote ya ugonjwa wa muda mrefu, huyo mtu ni rahisi sana kuwa kwenye sehemu ya dalili ambazo ni dalili za changamoto ya afya ya akili. Lakini pia changamoto nyingine ni pamoja na kukosa maamuzi. Ukikuta mtu anaanza kukosa maamuzi, akiulizwa hiki hawezi kufanya kwa ufanisi wa maamuzi aina yoyote, ni moja dalili kubwa ambazo zinakuwa tayari amekuwa amezurika katika sehemu yake ya mfumo mzima wa sehemu ya akili. Lakini kingine ni kupoteza umakini. Mtu anapoteza umakini kwa kile anachokifanya, katika uandishi, katika chochote anachokifanya. Ukiona umeingia kwenye hali ya kupoteza umakini, pia ni moja dalili ambazo zinaonyesha una changamoto katika mfumo wako wa afya ya akili. Lakini pia wapenzi watazamaji, kuna matibabu. Ukijihisi kwamba hauko sawa katika mfumo wako wa akili, kuna matibabu. Matibabu yapo ya aina nyingi. Moja ya matibabu, kuna matibabu ya kitaalamu, lakini kuna matibabu ambayo anaweza akayapata mtu binafsi mwenyewe. Matibabu hayo ni yapi? Ukijihisi katika mfumo wako wa akili hauko sawa, una changamoto, au umemwona ndugu yako ana hali ambayo sio nzuri katika mfumo wa akili, unaweza ukaanza katika matibabu ya awali. Matibabu ya awali atengewe muda mapumziko, aende sehemu mbalimbali akapumzike, au akachanganywe na watu. Tunapokutana tunaitwa afanyiwe social therapy, achanganyikane na watu kwenye mazungumzo na vitu vingine, inaweza ikampeleka kukaa vizuri katika changamoto ya afya akili. Lakini kingine, kazi, akawa katika shughuli fulani anajishughulisha nayo mara kwa mara, katika kazi za hapa na pale, itampunguza katika misongo ya mawazo na vitu vingine, akakaa katika hali ambayo ni nzuri na akawa vizuri kabisa. Lakini pia kingine ni kupata matibabu ya hospitali. Anaweza akaingizwa katika taasisi mbalimbali ambazo zinatoa matibabu ya afya akili anapokuwa katika hali ambayo sio nzuri, akaonana na wataalamu katika hospitali zozote zile ambazo ni za serikali na watu binafsi, wakamfanyia vipimo mbalimbali na akapata matibabu na akakaa vizuri. Baada ya kusema haya, asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni sana katika vipindi vyetu vingine vya changamoto za afya akili.